Kuna tofauti kati ya Mungu alivyotupenda sisi na sisi tuliopendwa na Mungu, namna tunavyompenda Mungu. Mungu alivyotupenda, yeye alijidhabihu, akajitoa kwa ajili yetu. Ni Mungu aliuvaa mwili, Emmanuel, Yesu Kristo alijidhabihu, akajitoa kwa ajili yetu, ili mtu aweze kupata ondoleo la dhambi, mtu aweze kusamehewa dhambi zake, aweze kutolewa chini ya vifungo na makandamizo ya giza na laana, aweke mbali na giza, awe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo maana ya nini? Ndiyo maana ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Lakini upendo wetu sisi kwa Mungu ni namna ambavyo tunavyotii sauti au neno la Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisema mimi nampenda Mungu au huyu na yule wanampenda Mungu, ni kwamba mtu huyo anatii neno la Kristo, anaitii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio tofauti kati ya upendo wa Mungu kwetu na upendo wetu sisi kwa Mungu. Lakini ni nini sasa upendo wa Mungu ulifanyika? Tumesema upendo sio hisia za kibinadamu. Upendo ni dhabihu. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20 anasema, inasisitiza kwamba Yesu Kristo alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Huo ndio upendo. Yesu Kristo alijitoa. Tumesema upendo sio hisia, si ndio? Sio maneno matupu. Upendo ni nini? Ni dhabihu, ni sadaka, ni kujitoa. Yesu Kristo alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu. Waefeso sura ya 5 mstari wa 2 anasema Kristo alitupenda akajitoa kwa ajili yetu, sadaka, dhabihu kwa Mungu. Alifanya kuwa ni sadaka, alifanya kuwa ni dhabihu kwa Mungu, alijitoa. Hiyo ndio tafasiri ya upendo wa Mungu kwa wanadamu wote. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 na 6 inasisitiza tena, Yesu Kristo alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote. Upendo wa Mungu ni kwa ajili ya kila mwenye mwili. Wewe na mimi tuliopokea neema ya wokovu, kipawa cha neema ya wokovu, tuliokoka, na hata hao ambao wako huko duniani, hata hao ambao wapo huko kwa waganga wa kienyeji. Mungu alijitoa kwa ajili ya wote wenye mwili. Ni nafasi tu ya mtu kuisikia injili ya upendo wa Mungu, ya ufalme wa Mungu, na kuiamini na kuipokea na kupata kipawa cha neema ya wokovu na kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfanano wa upendo wa Mungu au upendo wa Kristo kwa kanisa, kama vile Mtume Paulo alivyoandika kwenye Waefeso sura ya 5 mstari wa 25 hadi wa 33, kwamba Yesu Kristo kama kichwa cha kanisa, kama ndio mume wa bibi harusi ambao ni kanisa la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alivyotupenda, alivyojidhabihu, ndio mfanano wa mume anavyopaswa kujidhabihu na kumpenda mke au familia yake. Kwa hiyo upendo wa mume kwa mke sio katika hisia, ni katika au maneno, ni katika matendo, hali ya kujidhabihu, kujikana, kujiriski kwa ajili ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini sasa upendo wa Mungu umeweza kufanya kwenye maisha yetu? Au ni nini tendo la Mungu la kijidhabihu, la kisadaka, kujitoa yeye mwenyewe, limeweza kufanya kwenye maisha yetu? Jambo la kwanza unaweza kuandika kwenye ile andiko la Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Andika namba 1. Ni kwamba kwa jinsi hiyo basi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila aminiye afanyaje? Aweze kufanyaje? Kuokolewa. Kwa hiyo pendo la Mungu kwetu sisi limetupa kipawa au zawadi
ya neema ya wokovu kwenye maisha yetu. Limetupa ukombozi. Ukombozi maana yake nini? Deliverance maana yake ni masamaha ya dhambi au ondoleo la dhambi. Hiyo ndio maana deliverance. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, upendo wa Mungu kwa mwanadamu kulingana na kitabu cha Warumi. Andika pale kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Upendo wa Mungu umetupatanisha na Mungu sisi ambao tuliofarakana. Andika Waefeso sura ya 2 mstari wa 13. Hapo mwanzo tulifarakana na Mungu, ila kwa damu ya msalaba, damu ya Yesu Kristo, uhai aliyoutoa na kuutoa kwa ajili yetu, tumepatanishwa. Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 na wa 14. Katika Yesu Kristo sisi sote tumepata njia, tumepata access ya kumkaribia Baba kwa roho moja. Kwa hiyo pendo la Mungu limetupatanisha na nani? Na Mungu. Namba 3, andika kwenye ile andiko la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1. Namba 3, upendo wa Mungu kwa mwanadamu umetufanya sisi kuwa watoto wa Mungu. Umetupa kile kibali au ule uhalali wa kisheria katika roho wa sisi kuwa ni wana wa nani? Wa Mungu. Anasema kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1, anasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui, kwa kuwa haumtambui yeye. Upendo au dhabihu Mungu aliyouvaa mwili akajidhabihu mwenyewe, Emmanuel, Yesu Kristo, ndio imetupa nafasi ya mimi na wewe tuitwe wana wa nani? Wa Mungu. Namba 3. Namba 4, upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni kuna ile andiko la Warumi sura ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Upendo wa Mungu kwetu umetupa ushindi. Ushindi. Kumbuka kama ilivyotabiriwa katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Andika Mwanzo 3:15 kwamba kutakuwa na vita na ushindani kati ya mwanamke na yule nyoka na ile joka, yani shetani ibilisi, na uzao wa mwanamke na uzao wa yule nyoka. Kumbuka ushindani kati ya Kristo Yesu na ile joka shetani ibilisi, tayari Yesu Kristo ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, andika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na kwa nini? Na kwa neno la nini? La ule ushuhuda. Kwa hiyo upendo wa Mungu wa kujidhabihu, kujigharimu kwetu sisi umetupa nini? Ushindi. Tunapoomba, tunapoishi, tunapotangaza, tunapaswa kutembea kifua mbele kwamba sisi ni nani? Ni washindi machoni pa Mungu. Namba 6, upendo wa Mungu kwetu umetufundisha kuwapenda watu wengine. Andiko la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 11 inasema, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Kwa hiyo pendo la Mungu linapaswa kuwa ni kielelezo. Yaani ikiwa mimi na wewe Mungu alijidhabihu akatupenda, yeye ambaye ni role model wetu, ametuonesha mwanga ya upendo, inapaswa sisi kuwapenda pia watu wengine waliotuzunguka. Tuko sawa sawa jamani kanisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapo kwenye kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1 hadi wa 17, na ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 6 hadi wa 21, imezungumza habari ya amri ngapi? 10 za Mungu, si ndio? Amri 10 za Mungu. Na wana wa Israeli katika Agano la Kale, katika Torati, sheria ya Musa, walipewa sheria 613 pamoja zile amri 10 ziweze kuwaongoza. Sheria 613 na amri ngapi? 10. Lakini Yesu Kristo alipokuja kwenye Mathayo 22 mstari wa 37-38, akasema amri iliyo kuu na ya kwanza ni upendo.
Kwa nini alichukua amri zote zile 10 akaziunganisha akazifanya kuwa ni amri moja? Kwa nini alichukua zile sheria 613 ambazo zilikuwa zinaongoza wana wa Israeli katika Torati ya Musa aliyopewa kwa mkono wa malaika? Kwa nini akazifanya zote ikawa ni amri kuu, na ya kwanza ikawa ni upendo? Akasema ni hivi: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote, na mpende nani? Jirani yako. Ni kwa sababu upendo ndio una nguvu. Hauwezi ukaiba, hauwezi ukasengenya, ukasimanga, hauwezi ukasema uongo, hauwezi ukaua, hauwezi ukatamani mali ya mwenzako, au ukatamani na kuona wivu. Unajua wivu ni uchawi. Ukaona wivu kwa ajili ya mwenzako. Hauwezi ukatembea na mke wa mwenzako. Hauwezi ukafanya hayo yote kama una pendo la Mungu. Na pendo la Mungu, sisi upendo wetu kwa Mungu tumesema manake nini? Ni namna tunavyotii sauti ya Mungu au neno la Mungu. Kwa hiyo ile nguvu ya utii wetu sisi kwa Mungu, kwa neno lake, kwa kulishika, litatunyima kufanya hayo yote. Hiyo ndiyo itaonyesha kwamba sisi tuna upendo wa nani? Kwa Mungu. Na tunavyowapenda wengine, Biblia imesema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20 na 21, anasema nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kwamba waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 20 na 21, anasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemwona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumwona. Na amri hii tumepewa na yeye Mungu, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende